anaweza Bwana kubariki, anaweza Bwana, anaweza Bwana. Asante sana Bwana, asante sana, asante sana Bwana, asante sana. Yesu twakupe sifa Bwana, twakupe sifa, twakupe sifa Bwana, twakupa sifa. Yesu tubariki Bwana, utubariki, utubariki Bwana, utubariki. Yesu tuongoze Bwana, utuongoze, utuongoze Bwana, utuongoze. Asante sana Bwana, asante sana, asante sana Bwana, asante sana. Doyoke Mwanani, doyoke, doyoke Mwanani, doyoke, doyoke Mwanani, doyoke. Goroya kwa ikene, nikwenda Mwanani nawe, nikwenda Mwanani nawe, nikwenda Mwanani nawe. Goroya kwa ikene, nikwenda hinya wa roho, nikwenda hinya wa roho, nikwenda hinya wa roho. Goroya kwa ikene, doyoke Mwanani, doyoke, doyoke Mwanani, doyoke, doyoke Mwanani, doyoke. Goroya kwa ikene, nikwenda Dwarana nawe, nikwenda Dwarana nawe, nikwenda Dwarana nawe. Goroya kwa ikene, doyoke Mwanani, doyoke, doyoke Mwanani, doyoke, doyoke Mwanani, doyoke. Yes,
Mwokozi wetu Yesu Kristo asifiwe. Amen. Ni siku ingine njema Bwana ametupa tuje mbele zake. Tuone, tusikie, tuelimike, alafu tuwe bora zaidi na tuweze kufurahia haya maisha ya wokovu, tuweze kufurahia kikamilifu. Sababu hawa waliokuwa mbele yetu katika hilo agano ambalo lilikuwa hapo na pia katika ukuhani ambao ulikuwa hapo, walikuwa ni kwenda kutoa dhabihu, lakini walikuwa hawajakamilika, kwa sababu tunaambiwa kwamba ndani yao dhamiri, na tukasema dhamiri ni ile akili ya mtu ambayo inamwezesha kujua ukweli na uongo, kujua uzuri na ubaya, mema na mabaya. Lakini katika Agano Jipya tumefundishwa kwamba hii dhamiri ambayo tunayo, huu uwezo ambao tunao wa kuweza kupambanua mema na mabaya uko juu yetu. Hauwezi kututawala, unatuongoza tu. Si kuna kuongoza na kutawala? Unatuongoza tu, unatutahadharisha. Hapo uko karibu na ukingo. Ukiendelea hivyo uko hatarini, utaumia. Lakini sisi tunasema hapana. Ni kama vile Wadana amesema, tunaambua Yesu Kristo atakuja. Ati hata babu zangu walifanya nini? Waliongea tu hayo mambo. Lakini ukweli ni ya kwamba siku itakuja, siku ya kiyama itafika. Na pia tunaambiwa haya yote tunaona kuna wakati yataisha. Tunaambiwa kwamba kutakuwa na moto wa kuchoma, moto mkali, ati uchome hii dunia yote na bingu hizi tunaziona zipishe. Ndio iingie dunia mpya, ingie bingu mpya, tuingie katika uzima mpya, na huo ni uzima wa milele. Wiki iliyopita tukasoma habari ya kivuli, ya kwamba kivuli ni mwangaza umezuiwa na kitu. Sasa tunaongea sio, na tukaambiwa huo kivuli si sura haswa ya vile mambo yalivyo. Tunaona tu nje na tunaona tu mambo kidogo kidogo, tunafurahia tu mambo kidogo kidogo. Lakini sasa katika ukweli ndio kuna ile furaha kamili, kuna kule kuelewa kamili, kuna ule uweza kamili wa haya maisha ambayo tunayo ya imani. Leo tunaongea mambo ya ukweli. Ukweli umetambulika ya kwamba ukweli haubadiliki. Ukweli haubadiliki. Watu huja na wanaubadilisha, wanaupindua, wanauunda, lakini mwisho kabisa ukweli utadumu. Uongo ndio unaambiwa, uongo unafika wakati unatambulika. Kama sasa leo naweza nikakuambia jambo la ukweli, alafu hata Dave aje kuambia huo ni uongo. Lakini katika utimilifu wa wakati tutajua kama ni ukweli ama ni uongo. Na hakuna wakati ukweli utakuwa uongo. Na pia hakuna wakati uongo utakuwa ukweli. Katika maisha yangu nimekutana na watu, hata labda wewe, napenda uongo sana, ni waongo sana. Kila wakati mkikutana ana uongo. Kila wakati anakuambia mambo, lakini ukipima unaona hai. Nikasikia kuna kitabu kimoja nilisoma wakati fulani. Watu fulani walikuwa katika kazi fulani mahali fulani, vile ambavyo kama Gibson simeenda Murang'a ama utaenda Nairobi unafanya kazi, sitakutana na watu tofauti tofauti. Mwingine atakwambia kwetu ni Kisumu, mwingine kwetu ni Mombasa, hivyo. Sasa walikutana na watu wametoka nyanja tofauti tofauti katika
hapo ambapo alikuwa. Alafu ati kulikuwa mtu mmoja alikuwa bwana, story yake alikuwa mtu mmoja alijikana kwa ufupi, alikuwa mfupi lakini maneno alikuwa na mengi, na alikuwa na ujuzi mwingi kulingana na yale maneno. Sasa wakasema huyu bwana anatuambia alifanya. Baadaye wakamuuliza, wewe kwani wewe ulizaliwa mwaka gani? Akasema, lakini yale mambo amefanya wakiongeza miaka ile alifanya na ilikuwa mingi ya zaidi ya umri wake. Wakaambia, wewe sasa uongo wako umezidi. Huwezi ukakuwa ulikuwa hapa, ulikuwa pale. Zikawa mimi naweza nikakuambia nilikuwa na mzee Jomo Kenyatta. Alikuwa rafiki yangu. Alafu tena niuende zaidi niwaambie hata wakati alifungwa Kapenguria tulikuwa naye mimi hawakuniuliza wakamchukua. Sasa si mimi na kupatia story hizo Alafu hata wakati alitoka Uingereza mimi nilienda kumtembelea Uingereza. Alafu si mnajua miaka yangu tuseme. Utaniambia, lakini wewe bwana, si wewe ulizaliwa mwaka 57, mimi nilizaliwa 1957. Ndio mwaka wangu wa kuzaliwa. Uniambie, lakini wewe ulizaliwa mwaka wa 1957. Wakati huyu mzee alishikwa kakapelekwa Kapenguria kushtakiwa, ulikuwa mwaka 50 na ngapi? Na mbili. Wakati unasema mlikuwa na Uingereza ilikuwa miaka ya 30, miaka ya 40. Sitajua ni uongo. Lakini bila kuchunguza nikisema hata utaamini. Sasa ukweli ukiwako hakuna pingamizi, kwa sababu ukweli unadumu. Ukweli ule nilikwambia jana kama ni ukweli leo hautabadilika. Labda nikuombe msamaha nikwambia hapana, nimetambua ule vile nilikwambia sio sahihi. Si kweli, ukweli ni huu. Kwa hivyo sasa tunaangalia ukweli ambao ulikuwa. Tumeambiwa kulikuwa na hekalu na kulikuwa na pazia la kwanza na kulikuwa pazia la pili na kulikuwa na utaratibu. Sasa tunaambiwa sasa hebu tuone ukweli, kwa sababu tumeambiwa hiyo si kweli, kwa sababu ilikuwa hapa duniani. Na hata wakati hao watu kwa wako safarini walikuwa wanabomoa hiyo hema, wanakunja vitu, alafu wanaendelea na safari. Kwa hivyo kama hapo ndani ndipo Mungu alikuwa, sina maana Mungu alikuwa anambeba. Mungu atabebeka? Hawezi. Kwa hivyo ndio tunaambiwa hicho tu ni kivuli. Hiyo tu ni mfano wa mambo vile yalivyo mbinguni. Sasa ndio tunaambiwa leo tuone ukweli ni gani sasa wa mambo na mahali ambapo tunaingia. Kwa sababu ati kuhani akiingia ndani ya hekalu afanye ibada zile alikuwa anafanya, mara kuhani ataenda achome uvumba, mara kuhani ataenda mara moja kwa mwaka apeleke damu, mara kuhani atachukua dhabihu. Mambo kama hayo yalikuwa yanafanyika, lakini tukaambiwa hicho ni kivuli tu. Sasa leo tunaona ukweli wa mambo. Ukweli wa mambo ni gani? Na tuko katika Ibrania mlango wa 10. Tunaendelea tuna huo mlango wa 10. Sehemu hii ya pili tunasoma 19 mpaka 39. Kuna kitu tunasoma hapo kinaitwa ungamo. Kitu cha kwanza kinaitwa ungamo. Na kuungama si kunasema kuungama unaungama dhambi, si ndio? Si kuungama unaenda unaeleza dhambi zako, hata kama mahakamani unaungama unasema ni kweli nilifanya hiyo. Hatuongei hivyo. Tunaongea kukiri, tunaongea kuungama kama sasa
useme ni nini basi umeamini, ni nini ambapo umesimama na ukweli. Sasa ndio tunaambiwa kuhusu ungamo letu. Sasa wacha hao si walikuwa wanamaliziwa, lakini bado watarudi. Tangu kuokoka kwako, sifikiri kuna siku ulisema ai sasa nataka kuokoka tena. Hapana, kwa sababu kuokoka unaokoka mara moja. Ukikiri Yesu Kristo kama Mwokozi, unaokoka. Nilikiri nikaokoka. Na nilipookoka sijarudi tena kukiri ya kwamba nataka kuokoka. Sikusema ya kwamba maisha yangu yamekuwa mazuri, sijafanya makosa, sijafanya dhambi. Kwa sababu vile tumesikia na tumeambiwa na Mama Ian, dhambi saa yote iko inatuzunguka. Yule ambaye ni shetani, ibilisi, yuko pamoja na sisi saa yote, na mapepo wachafu wako. Na kama sio wewe, atakuja kwako, ataingilia mtu mwingine. Na mtu atakuja kuambia maneno mpaka usikie hapana, mimi hii siwezi nikavumilia. Kama ni mzee kama wa dance, unaona na nguvu. Aone kama mtu kadogo kanampa nini? Si atakashika hivi akainue. Na mkono akwambia hebu rudia hiyo. Lakini atakuwa ameanguka. Kwa sababu ameruhusu hasira imuingie, ameruhusu dhambi iingie. Kwa hivyo hebu tuone hilo ungamo letu. Lile ambalo tunaungama, na ni ungamo ambalo ni daima, ni ungamo ambalo ni dhabiti, ni ungamo ambalo halibadiliki. Sinasikia Wakikuyu mkisema tutiwe kate, tutiwe kuwa. Atimali tuko sisi hatutafanya nini? Hatutapunguza. Mavie tumekaa mali nini, hatutarudi nyuma. Basi hebu tuone kwetu sisi kama Wakristo ungamo letu ni gani hilo. Tatusomea tafadhali Mama Washiko kuanzia 19 mpaka 23. Ni Waebrania 10. Kwa hivyo tusomee 19, 20, 21. Mistari mitatu vile tunasoma, hiyo ingine mtu anaenda anasoma nyumbani. Eti 10. Waebrania 10 mahali tulikuwa. Sasa tunaenda sehemu ya pili, mstari wa 19, 20, 21. Basi ndugu kwa ndugu, tuna ujasiri wa kupaigia patakatifu kwa damu ya Yesu, njia ile iliyotuanzia, iliyo mpya, iliyo hai, ipitayo katika pazia, yani mwili wake, na kuwa na kuhani mkuu juu ya nyumba ya Mungu. Na tukaribie wenye moyo wa kweli kwa utimilifu wa imani, hali tumenyunyiziwa mioyo, tuache dhamiri baya, tumeoshwa mili kwa maji safi. Mpaka hapo. Asante. Tunaambiwa nini? Ati sasa tuna ujasiri. Wakati wa mwingine mtu alikuwa anaenda akiogopa kwa sababu amekosa. Si dhambi inamsumbua na lazima alipe kabla, kwa sababu hajui Mungu anaweza kumwadhibu. Mungu amesema unakuja na dhabihu unatolewa. Lakini leo sasa tuna ujasiri. Si kuja pale nje tutoe dhabihu ndio kuhani aje hapa ndani atutolee, achome uvumba kwa sababu yetu, ama mara moja kwa mwaka alete damu pale ndani. Tumeambiwa nini? Ya kwamba sasa tuna ujasiri kuingia patakatifu sana, mahali ambapo kuhani alikuwa anaingia mara moja peke yake kwa mwaka,
na anaingia akiwa na damu. Sasa sisi tumefunguliwa. Na nakumbuka majadiliano tulikuwa nao wakati mmoja tukiwa katika shule ya Biblia na wahubiri. Na katika mazungumzo si watu wanakuwa na maoni tofauti. Mimi nikawaambia basi hebu mnionyeshe katika Agano Jipya mahali tumetajwa kuhani. Kuna huduma ya kuhani. Hakuna. Ulijua hivyo Gibson? Hakuna huduma ya kuhani katika Agano Jipya. Kwa sababu tunaambiwa hapo, si tumesoma ya kwamba tuna kuhani mkuu sisi wetu. Si ule wa Agano la Haruni. Hilo Agano la Haruni lilifika mwisho. Kuhani wa Haruni ulithibitishwa na Yesu Kristo msalabani. Agano la Kale pia likatimizwa, wale manabii wa kale na ile sheria na Agano la Musa likafika mwisho. Kwa hivyo sisi ni wa ukuhani mpya, kwa sababu tuko chini ya kuhani mkuu, ambaye tunaambiwa huyu kuhani mkuu yeye mwenyewe alifungua pazia. Si pale tulisoma katika ya kwamba pazia kuna wakati tumesoma kuna wakati lilipasuka. Yati likapasuka kutoka juu mpaka chini, likararuka. Ya kwamba kile ambacho watu wako wanaona sasa kikakuwa wazi, kimewekwa kabisa wazi. Kile ambacho kilikuwa ukiona unakufa sasa tena ufi. Kwa nini? Tunaambiwa kwamba pazia lilifunguliwa. Na yeye alifungua hilo pazia kupitia dhabihu yake mwenyewe, mwili wake. Yaani tunapitia hilo pazia tukipitia mwili wake ambao ulikufa kwa sababu yetu. Dhabihu ikatolewa, dhambi zikasamehewa, na pia zikasahauliwa na zikasaulika kabisa. Kwa hivyo sisi sasa hatungojei tuje kanisani mniambie mchungaji niombee. Nitakuombea na tutaomba pamoja. Lakini sina mimi ati nichukue mzigo wako ni upeleke huko. Hapana, wewe una haki ya kuingia kwenye hilo pazia. Uende kwenye patakatifu. Si tulisoma ya kwamba hapo kulikuwa na makerubi wamechongwa, kulikuwa na sanduku ambalo lilikuwa na sheria, na pia nyuma yake kulikuwa na kiti cha rehema kilikuwa hapo juu. Kiti cha rehema kilikuwa kiti cha Bwana Mungu, kinawakilisha Bwana Mungu akiwa hapo akihudumia watu wake. Sasa mimi nina haki. Anthony Ndomo umesema umeokoka. Amesema huyo kijana amesema ameokoka. Ana haki yeye kwenda kwa Mungu kuambia Mungu Baba, nisikie. Ukiomba uko na haki ya kuomba. Siwaambie mama akuombee ndio. Ukiwa na mama anajua kuomba unamwambia mama niombee niko na hili na hili. Lakini hata wewe ukiomba maombi yako yanafika. Na yanakubalika na yanapokelewa. Kwa sababu unaomba kupitia huo mwili wa Yesu Kristo ambao ulisulubishwa. Hilo ndio pazia letu. Huo mwili wa Yesu Kristo tumeruhusiwa kuupokea huo mwili wa Yesu Kristo kama dhabihu yetu na kufika patakatifu kabisa, pale patakatifu sana ambapo kuhani alikuwa anaingia mara moja kwa mwaka. Sisi tunaingia wakati wowote. Kwa sababu Yesu Kristo tulisoma ya kwamba yeye alipoangikwa msalabani na akafa, yeye hakufa alafu historia yake ikaishia hapo. Hapana. Tunaambiwa baada ya kwenda na kutoa hiyo dhabihu, yeye kwenda mbele ya madhabahu ya mbinguni na kutoa damu yake, sasa ameketi mahali alikuwa ametoka. Katika mkono wa kuume wa Mungu Baba sasa ameketi.
na kazi yake ni kutuombea, ni kututetea, na kazi yake ni kufanya yale mambo alikuwa anafanya na Mungu kabla aje huku. Wengine wanasema hapana, Mungu hawezi akazaa. Nashangaa Mungu akisema hawezi, mtu akisema Mungu hawezi akazaa, kwani hiyo Mungu ni Mungu aina gani? Sinaambua Mungu anaweza akafanya chochote anataka, ana uwezo. Kwa sababu tulisoma hata akasema ati wewe mwanangu, leo nimekuzaa. Na ikakuwa hivyo. Sasa ameketi hapa. Kwa hivyo huo ndio ungamo letu, ya kwamba tuna kuhani mkuu juu ya nyumba ya Bwana Mungu, na sisi tunasongelea kwa moyo wa kweli, ya kwamba hata kama nilikuwa mwizi, nikisogelea madhabahu hayo, nikisogelea huyo Mungu, moyo wangu unakuwa wa kweli, kwa sababu nimefanya mtu wa kweli. Dhambi zangu niliachana nazo, nilizikiri, niliziungama, niliziliacha. Sasa nakiri kazi ambayo Yesu Kristo alimaliza msalabani. Kwa sababu tunaambiwa kwamba msalabani alisema imekwisha, na ikakuwa imekwisha. Huyu kuhani wa kwanza alikuwa anasema haya, ametoa. Tungoje nini? Mwaka mwingine tena tutatoa. Dhambi zote za mwaka umepita tumelipia. Sasa ni kama nyumba ya mtu. Si unajua unalipa, kama unalipa si unalipa nini yake? Unalipa inaitwa nini? Kodi. Kodi ya nyumba si unalipa. Ukingoja ukilipa si unaambiana na tajiri wako, kama ni kanjo unamwambia sasa baka mwezi ujao. Sasa hiyo ndio tunaambiwa basi. Sisi tuna huo ujasiri kwa sababu tunaungama Yesu Kristo kama Mwokozi. Ukisema mimi Yesu Kristo ni Mwokozi wangu, hiyo inatosha. Na hiyo inaniruhusu kwenda ndani na kusimama mbele ya Mungu na kumwambia Mungu, mambo yako hivi. Mungu nisaidie hivi. Na ananisikia mimi. Si kama mbeleni, hata ukiomba kuna mtu wa kukupelekea mahitaji yako kwa Mungu. Basi tunaambiwa nini? Ati mioyo yetu imenyunyuziwa na kutakosa kutoka dhamiri mbaya. Ati mioyo yetu sasa iko safi. Ile huzuni tulikuwa nayo, kule kutosheleka tulikuwa nako kutokana na dhambi, sababu tunajua si nimetolewa dhabihu, kondoo ametolewa, lakini najua mimi bado ni mwenye dhambi. Hiyo itatoa ile hukumu ya wizi yule naendelea kufanya. Si watu wanaiba, wanasema uongo, si ndio? Kama vile Washiko wametuambia mambo ya kusema ukweli, kusema uongo. Sasa tunaambiwa sasa sisi dhamiri, moyo yetu imetulia. Kwa hivyo dhamiri yetu ya dhambi hatuna. Usiniambie vile nilifanya. Hata kama nilifanya jana, usiniambie wewe jana ulisema, jana nakwambia ndio, hiyo ilikuwa jana, leo ni leo. Nimeenda kwa Mungu, nimemwambia, kwa hivyo saa yote dhamiri yangu ile ilifanya jana hainizuii nifanye ya leo. Leo mbele za Mungu najihesabu niko sawa, niko safi, kwa sababu yeye, moyo wangu umenyunyiziwa. Na pia tunaambiwa dhamiri mbaya sina, na mili yetu imeoshwa kwa maji safi. Imefanya nini? Imeoshwa kwa maji safi. Nakumbuka ambapo Yesu Kristo alikuwa akifa msalabani. Sinaambia alikufa. Lakini yule akida alisimamia kikosi, ilibidi ahakikishe. Akachukua mkuki akamdunga. Ukatoka nini? Maji na nini? Zimechanganya? Hapana. Damu ilikuwa damu peke yake na maji peke yake. Kudhibitisha sasa huyo mtu amekufa kabisa. Akasema ni kweli, huyu mtu alikuwa mwana wa Mungu. Ndio huyo mtu alikiri mwenyewe. Mrumi
kwa sababu aliona mambo hajawahi kuona, na kuwa akida haiko rahisi. Kupewa kikosi hicho cha askari 100 katika jeshi la Rumi. Kama umesoma historia, wa Rumi walikuwa na jeshi kali, kwa hivyo kuwa umepewa askari 100, nafikiri ni kama hao wetu, umesikia wale wanaitwa GSU. Wakati tulikuwa watoto tulikuwa tunaambiwa ati Land Rover moja inaweza ikapiga watu 1000. Tuliwaogopa sana hiyo. Hizo zilikuwa tungano za utoto, si ndio? Lakini si unajua tuko hapa Sabasaba Washiko. Tumeenda na tumetoa fujo Si hao askari watakuja kujaribu kututawanya. JGS wakikuja tutangoja. Basi hiyo ndio ilikuwa jeshi la Kirumi, wote walikuwa hivyo wakali sana. Lakini yeye yale aliona, si ameenda kusimamia huyu mtu akisulubiwa. Na ameona giza imeingia mchana. Na kitu hajaona ati mchana inakuwa giza kabisa. Inaitwa nini giza hiyo, Dave? Totoro. Totoro. Giza inaitwa giza totoro, imeingia mchana. Inakaa masaa 3 kuanzia saa 6 mpaka saa 9. Wewe fikiri askari analinda mtu na ni giza, ajui nini itatokea. Masaa 3. Kwa sababu giza ikiwa hivyo kabisa, hata askari kuna kazi atafanya. Alafu huyu mtu amekufa saa 9, wakati alipaza sauti ya kufa. Akiangalia naona kweli amekufa. Akasema kweli huyu alikuwa ni mwana wa Mungu. Sasa ndio tunaambiwa sisi tumetolewa hapo. Kwa hivyo ungamo letu ni sisi tumeokolewa, deni yetu yote imelipwa. Hilo ndio ungamo letu. Na sisi tunaungama ya kwamba tuna haki ya kuingia nyuma ya pazia kupitia mwili wa Yesu Kristo, dhabihu aliyotolewa. Na tunaambiwa ya kwamba ni lazima basi tushike kwa udhabiti ungamo hilo. Na ungamo ni hili, ni la tumaini letu bila kuyumba. Sinajua kuyumba, mtu kuyumba mara huku kwingine. Tumeamini, tuamini na tushikilie kwa udhabiti, kwa sababu yeye aliahidi ni mwaminifu. Yesu Kristo alisema hata yeyote ambaye atamwamini atapata uzima. Yeye ni mwaminifu. Unajua kuna mtu anaweza kuahidi kitu lakini unajua ni uongo. Umekutana na watu kama hao, si ndio? Atakwambia mtaongea, kwambie kesho saa fulani. Hata wewe uwezi ukaacha ile unafanya. Niko na watu kama hao. Wananiambia nitakuja wiki ijayo, nitakuja. Utakuwa nini huru siku gani? Naambia siku ile ambayo usipatikani ni pia Jumatano. Lakini masaa ya saa 7, 8 napatikana. Okay, nitakuja Alhamisi. Lakini Alhamisi nikiwa na shughuli keno mimi nitaenda, kwa sababu huyo mtu ninajua si mwaminifu. Sasa Yesu wetu ni mwaminifu. Amen. Katika Kutoka 43 inasema hivi: naye utatia ndani yake sanduku la ushuhuda, naye utalisitiri hilo sanduku kwa pazia. Sasa hilo sanduku letu hatungojei limefichwa huko kwa pazia. Hapana. Sisi hatuna siri na Mungu, tumeokoka na tunaenda huko ndani. Hakuna kizuizi. Mbeleni kulikuwa na kizuizi, ukienda huko na wewe si kuhani unakufa. Sasa sisi tumefunguliwa. Hutumii kuhani aende huko kwa niaba yako, wewe mwenyewe unaenda, mimi mwenyewe ninaenda. Mathayo 27:50-51 inasema: naye Yesu akiisha kupaza sauti tena kwa nguvu, akaitoa roho yake. Na tazama, pazia la hekalu likapasuka vipande viwili, kutoka juu hata chini. Ati kutoka wapi? Juu. Kutoka juu ilikaenda mpaka chini. Limefanya nini?
mhubiri mmoja tulikuwa naye, pasta akatuambia ni kwa nini lilipaswa kutoka juu kwenda chini. Kwa sababu lilipaswa na Mungu akiwa juu. Si Mungu anakuwa mbinguni. Kwa hivyo lilishika likiwa chini akapasua. Kwa hivyo sisi tuko huru kwenda mbele za Mungu kumwambia yetu, na yeye anatusikia na anatufanyia. Amen. Amen. Jambo la pili, tunaambiwa kuna kitu kinaitwa matendo. Matendo hatuokoi. Si tunajua hivyo? Si tulisoma Warumi tukaambiwa si matendo mazuri yalifanya tuokoke. Tuliokoka kwa neema ya Mungu. Mungu tu akatuhurumia, akatufanyia, sisi tukakubali. Kwa hivyo wokovu hatulipii wokovu kuupata, lakini tukiupata uzima huo mpya una gharama yake. Kuna mambo ambayo tunafanya ambayo yanaambatana na maisha hayo mapya tumeingia katika Yesu. Uhusiano huo, tuseme uhusiano ni kama vile utakutana na mtu fulani. Mtu mlikuwa hamna uhusiano. Ili mwe marafiki, si lazima utafanya mambo yake yale yanampendeza. Huwezi ukaenda na wewe useme na mimi nitafanya tu vile, nitaishi tu vile nilikuwa nataka. Hapana. Katika uhusiano mnakubaliana. Sasa uhusiano tutahudumisha namna hii. Mambo fulani. Sasa sisi kwa Yesu alituokoa bure, lakini baada ya kuokoka kuna mambo ambayo yanaambatana na uzima huo. Hayo ndiyo matendo ambayo tutaangalia. Hatuokoi, lakini ni matendo ambayo yanaambatana. Ya kwamba tukiokoka kuna mambo tunatarajiwa tutafanya. Si tulikuwa walevi. Kama Wadana anasema alikuwa anakunywa kitu alikuwa anaita mung'are. Sasa hakunywi. Kwa sababu anajua akikunywa mung'are leo akue atapiga hii iko wapi ile karingaringa yake anapiga, akiwa amelewa itakuwa itawezekana. Aje asubuhi amelewa akae hapo, tumuamshe tumwambie mzee, si amelewa amelala, mzee amka tuanze ibada. Kuna mambo ambayo yanaambatana. Hebu tusomee tafadhali 24 mpaka 31. Hiyo ni mistari mingi, tutasoma 24 na 5 na 6. Alafu kwa mustasari nitaeleza, alafu tutaenda tusome. Unaambiwa nini kuanzia 24, 25, 26? Tukagariane sisi kwa sisi na tuhimizane katika upendo na kazi nzuri. Kazi nzuri. Wala tusiache kukusanyika pamoja kama ilivyo desturi ya wengine, bali tuonyane na kuzidi kufanya hivyo kwa kadiri mwonavyo siku ile kuwa inakaribia. Maana kama tukifanya dhambi kusudi baada ya kupokea ujuzi wa ile kweli haibaki. Asante. Mambo ni mengi tumeambiwa Tunaenda kusoma. Sawa? Si mna Biblia? Mwende msome hiyo mistari tafadhali. Kuna mambo tumeambiwa basi, matendo ambayo yanaambatana na Mkristo. Si wadani mlevi tuna mambo ambayo yanaambatana naye. Mimi nyumba yangu sinaona iko karibu na barabara. Sasa mimi usikia walevi wakipita, najua huyo ni mlevi. Sasa juzi nikasikia mmoja mlevi hapo akisema sasa ODM. Sijui anasema nini juu ya ODM, na ni usiku. Sasa hata wasizijui kama kuna wafuasi wa ODM hapo kwangu. Na ni usiku. Nikajua ni nini? Ni mlevi anaongea mambo ya ODM.
Mwingine utasikia hapo akijigamba. Nasikiaga mambo nikiwa kwa nyumba. Lakini najua ni huyo ni mambo ambayo yanaambatana na walevi. Sasa sisi Wakristo mambo gani yanaambatana na wokovu wetu? Na si tofauti na vile tuliambiwa tulipokuwa tukisoma kitabu cha Warumi. Tumeokolewa kwa neema, lakini baada ya kupokea hiyo neema, kuna matunda. Tuliambiwa mambo ya matunda. Na tukaambiwa matunda ya mtu ambaye yuko katika anaongozwa na Roho wa Mungu. Basi. Tumeambiwa kwamba ati ni lazima tuangaliane sisi kwa sisi. Ati naangalia Washiko, hata Washiro wote si ni ndugu zangu. Wadan na Wadan ananiangalia. Washiko. Yes. Ukiona kuna kitu nafanya kiambatani unaniambia, ndugu, hata kama mimi ni mchungaji. Utaniambia unajua wewe mchungaji, wewe ni mchungaji fake. Hapana, utaniambia ulisema, mchungaji nilisikia. Si ndio? Hiyo ndio kuangaliana. Niliona wakati fulani ulifanya, ulisema. Yaani tusikue kikwazo kwa wengine. Kwa hivyo tunaangaliana. Tunaambiwa tuchocheane. Umesikia, sisi kwa sisi tuchocheane. Kuchocheana ni kuambia mtu, wewe sijakuona, si tunawaambia hivyo. Wewe si mimi huambia watu, sijakuona kwa ushirika. Sijakuona, tulikuwa huko kwa maombolezo, sikukuona. Tunaambiwa katika upendo na matendo mema, ya kwamba sisi tuwe watu wa upendo. Leo tumesomewa habari ya upendo. Tumesomewa leo, tumekumbusha habari ya upendo leo. Wakorintho wa kwanza 13 1-7. Asanti Wambane. Hiyo ndio anatuchochea upendo. Ya kwamba si matendo makubwa ya kuongea na ndimi, unasimama, unashikwa na roho, unatetemeka, unaruka juu. Hapana. Tunaambiwa upendo kwanza. Bila upendo hiyo yote haifai. Basi tunaambiwa kwanza kutoacha kukusanyika pamoja kama ilivyo desturi ya wengine. Kukusanyika. Kanisa letu ni ndogo, lakini hata ilikuwa ndogo, kuna wakati kuna mtu alikuwa tukimwona leo tutamwona baada ya wiki 3 wakati fulani Washiko. Wadani unakumbuka? Na kila wakati ana sababu. Ilikuwa hivi, ilikuwa vile. Dada yangu alikuja asubuhi. Kila mtu ana sababu. Kuna sababu, wahenga walisema kuna sababu na visababu. Kuna sababu ambayo inakubalika, vingine ni visababu. Kwa sababu huwezi ukasema nilikosa kuja kanisa kwa sababu dada yangu alikuja kutembea. Sasa dada yangu aje kutembea na ni Jumapili asubuhi, niwache kuja kanisa. Hiyo ni sababu ama ni kisababu? Hicho ni kisababu. Ni sababu hii ametoa, lakini si sababu. Ya kwamba kuna watu walikuwa na hiyo desturi. Ya kwamba ibada hawakuji. Tukaambiwa tunaambiwa twende ushirika, tunaambiwa tuna siku ya ushirika siku ya Jumatano. Tunasema tukutane. Hatuambiwa watu ni lazima, lakini inafaa. Na mtu, na sitauliza mtu mbona uji. Nikimuuliza wataniambia, wengine nawauliza, wewe mbona sikuoni? Anasema, unajua Mungu ni anapeana wakati. Sio ni Biblia inasema hivyo? Si amesema vizuri? Lakini Biblia hiyo pia imesema, Yesu Kristo alisema, saa moja iko na masaa mangapi? Ni Yesu Kristo anasema. Kwa hivyo lazima mtu apange masaa yake. Usipopanga masaa yako
Usiseme ati Mungu atakuja siku moja akupangie. Watu wanatoa, hata wengine hiyo kusanyiko wanakasirika wakisikia ikitangazo. Hata mtu wakiambiwa wale watu walikuwa ushirika wasimame, watu wengine wanakasirika. Mbona ukasirike kama ulikuwa na sababu nzuri? Unaelewa vile nasema eh? Tunaambiwa huko kutoacha, tusiache kukusanyika. Jumapili tujue ni siku ya tunakusanyika. Tukisikia kuna maombi tujue umuhimu wa maombi. Tukisikia kuna ushirika tuwe huko. Kama tutajipanga, kama haiwezekani, si Mungu anajua zaidi ya mimi. Mimi sitakuhukumu, lakini kuna jukumu kwetu kukusanyika pamoja. Kitu cha pili, kuhimizeana zaidi kwa kadiri tunavyoiona siku ile ikikaribiana. Kuhimizana ni kutiana nguvu. Si mtu akitoa ushuhuda na tutia nguvu kama leo ambayo tumeambiwa. Huko ndio kuhimizana ya kwamba washiko wakasema ukweli, tusimame na ukweli. Tunachujua ukweli. Tukaambiwa na Wambane habari ya upendo. Tukaambiwa na Waia habari ya majaribu yako kwa wakati wote. Tujue hivyo. Sababu wakati mwingine jaribu likija linakuja kwa njia nzuri. Hata zingine itapitia mtu fulani. Hata Anthony Ndongo akatuhimiza leo ya kwamba yeye ni ameokolewa na Yesu. Hiyo ndiyo kuhimizana. Ya tatu, kufahamu kwamba tukitenda dhambi kwa makusudi baada ya kupokea ujuzi wa kweli, haibaki tena dhabihu ya dhambi. Tujue hivyo. Wakati tunaingia kwa dhambi na tunaingia kwa hiyo dhambi makusudi, hakuna dhabihu hiyo itatoa hiyo dhambi. Kwa nini? Kwa sababu dhabihu ilitolewa moja na ikatosha. Hebu tujue hivyo. Nilisikia washiko huko zamani watu walikuwa natoa ushuhuda. Na nafikiri yuko Kikuyuni. Ati Yesu Kristo ni Mwokozi. No dirago wagikagate. Giukagira atio ni ushuhuda. No dirago wagiukagira. Urago ukiukagira ati naanguka nikifanya nini? Nikisimama. Hapana, huo si ushuhuda. Ushuhuda ni ya kwamba huo. Na tumeambiwa kama umeanguka, Yohana waraka wa kwanza wa Yohana tunaambiwa tuna muombezi mbele za Mungu. Tuna mtetezi. Unaenda kwa mtetezi uji kutuambia hivyo. Sababu ukitoa huo ushuhuda huo unajenga. Si unaambia watu ati kuanguka na kusimama ndio mtindo. Hapana, huo si mtindo. Ni kusimama na kufanya nini? Na kusimama. Kusimama na kwenda. Safari na safari, si ndio? Tumeambiwa kwamba tumefahamu hivyo. Alafu tuambiwe ya kwamba tusisahau ya kwamba iko hakika hofu ya kutarajiwa hukumu na ghadhabu ya moto. Ya kwamba kuna hukumu mbele yetu na kuna ghadhabu ya nini? Ya moto. Sisi tunaamini hivyo. Na kama tunaamini hivyo, kuna vile ambavyo tutaishi. Na hiyo hukumu, siku ya hukumu, hakuna mtu anajua. Si tunajua mwisho baragumu itapigwa. Na si wazee walingoja baragumu na haijapigwa wakaenda, si ndio? Wadani. Mababu zetu si walienda, wengine wanangoja baragumu. Ina maana nini? Siku ya leo naweza kuwa na nyinyi hapa, alafu baadaye msikie Wadani asikie simu amepigiwa. Umesikia habari ya nini? Wa Muirori. Aje. Si inaenda hivyo. Ati tunashangaa, lakini tusishangae, hiyo si ndio maisha ya hapa duniani. Hiyo tujue hivyo. Kwa hivyo tukifanya mambo, hebu tufanye
kama watu ambao hawana hakika ya dakika hiyo ingine. Si hiyo ndio tunajua ukweli ya kwamba hata dakika ingine mmoja mimi sijui vile nitakuwa. Tukijua hivyo basi ya kwamba tuwe hivyo, huo ufahamu uwe ndio unatuongoza katika yale yote tunafanya. Basi tukiwa hivyo, matendo yetu yatakuwa ya kumpendeza Mungu. Na wakati tumeteleza kidogo, tumekosa njia kidogo, mara moja tunarudi kwa Mungu, tunamwambia nisamehe. Na tunaambia yeye ni mwaminifu na wa haki, kutusamehe makosa yetu na kutuondolea udhalimu wote na kutusafisha. Hiyo ndio tumeambiwa, tumesafishwa, tumenyunyiziwa mioyo yetu na hata mili yetu tumesafishwa na maji safi. Amen. Na hapo katika hiyo mistari tulisoma ilikuwa mingi, tunaambiwa kwamba ati yeyote ambaye alikataa ama alivunja sheria ya Musa alikufa bila rehema. Kulikuwa hakuna rehema wakati wa Musa. Ukikosa mara hiyo, mradi kuna mashahidi wawili ama zaidi. Si hata Yesu unaona hakuonyeshwa huruma. Yeye hakukosea, mashahidi walikuwa wa uongo. Hebu basi kama tutaumia kwa sababu ya mashahidi, wawe ni mashahidi wa uongo. Wasikuwe ni mashahidi wa ukweli, wanatoa ushahidi wa kweli. Lakini sisi tunasema hapana. Ndio tunaambiwa hivyo. Tujue ilikuwa hivyo. Sasa tunaulizwa kama ilikuwa hivyo wakati wa Musa, je wakati huu? Kwa sababu tunaambiwa wakati tunaasi ni tunamkanyaga chini Yesu Kristo. Ndio maandiko anasema. Yaani kuonyesha ya kwamba kabisa hatumdhamini, hana faida, hatufai, hatumtaki. Kwa hivyo tumeambiwa ya kwamba ni sawa na kuhesabu damu ya agano iliyomtia wakfu kuwa ni kitu cha kawaida. Tunasema hata hiyo damu si kitu tu, hiyo damu ya agano. Si ya mbele ilikuwa ya mbuzi, ilikuwa ya ndama, sasa ni ya Yesu Kristo mwenyewe. Sasa tunaisema haina faida, ni kitu tu cha kawaida. Na tunaambiwa ya kwamba tunamtukana Roho wa neema. Hiyo neema ya Mungu, huyo Roho Mtakatifu na hiyo neema ambayo ilituokoa, tunaitukana. Mtu kutukane wadani, utaenda tena kwake akutukane? Si utamuona akipita hivyo wewe unaachana naye? Hivyo ndivyo Roho, tunaambiwa Roho wa neema, Roho wa Mungu hatatuacha. Tufahamu hivyo. Sasa si watu watatushika twende huko tupigwe mawe tukufe. Umesikia mtu amepigwa mawe kwa kukosa kutenda dhambi kanisani? Hakuna. Lakini hukumu ni zaidi. Ndio tunaambiwa. Na tunaambiwa hivi, ni jambo la kutisha kuanguka mikononi mwa Bwana Mungu aliye hai. Mungu wetu yuko hai. Na ni jambo la kutisha sana kuanguka kwa mikono yake. Hebu tujiepushe na hayo kwa matendo ambayo yanampendeza. Amen. Kutoka 20:16 inasema usimshuhudie jirani yako uongo. Ya kwamba tuongee ukweli. Wadani, kuna mtu amekudanganya? Ushawahi kudanganywa? Mara ngapi? 2, 3? Mara nyingi. Na wewe Gibson? Washiko? Wewe umedanganywa? Basi. Na unajua hata Wakristo wameambiwa katika Paulo akiandika ya kwamba hata tuache kusema nini? Uongo. Kwa sababu hata watu wakiwa kanisani wanasema uongo. Nimekutana na watu wa kanisani wamenidanganya. Mtu ananiambia hivi, ikifika hivi. Hata siku moja tulikuwa na Dave mmoja, ilikuwa ilikuwa Jumatatu. Akasema ikifika Jumatano hivi. Nikamwambia Dave, huyo mtu tangu siku hiyo sijamuona.
Lakini tukikutana na ushuhuda mzuri wa Yesu Kristo, vile anaokoa, vile anasimamia watu, vile anatimiza, tuache hiyo. Tuwe tukiongea tunaongea ukweli. Amen. Jambo la tatu, tunaambiwa hiyo ingine tulikuwa tunaambiwa matendo yetu ambayo tutakuwa nayo. Sasa tuna mambo tunaambiwa tukumbuke. Ni Waibrania 32 mpaka 30, hiyo 10:32 mpaka 34. Sasa msomaji wetu ameenda, kwa hivyo utasoma tusomee 30, tusomee hiyo 32 na 3 na 4. Ni mistari tu mitatu. Kuna vitu tunaomba tukumbuke. Kumbukeni siku zile za kwanza ambazo mkisha kutiwa nuru, mlistahimili mashindano makali ya maumivu. Wakati mwingine mlitukanwa na kuteswa hadharani, wakati mwingine mlikuwa radhi kuungana na wale waliofanyiwa hivyo. Mliwahurumia wale waliokuwa kifugoni, mkikubali kwa furaha kunyang'anywa mali zenu, kwa maana mlijua kwamba mnayo mali iliyo bora zaidi idumiyo. Asante. Ati tukumbuke hivyo ya kwamba wakati tunakutana na maisha na changamoto za maisha, ugumu wa maisha, kuna wakati tunaenda tunashindwa, sasa tunaelekea wapi? Wakati kama huo tunakuwa na mashaka, tunasumbuka, tunaambiwa tukumbuke. Sababu mtu akikumbuka inasaidia. Akisahau ni hatari. Kuna hatari ya kusahau. Na kuna mambo tunaambiwa tukumbuke. Mengine hapa hatujapitia. Lakini kuna watu tunaambiwa hao Waibrania walipitia. Sinaona yule amwandikia anawafahamu. Ndio anaambia nyinyi mkumbuke. Kwa hivyo na mimi nikiwaambia tukumbuke, na mimi pia nikumbuke. Mengine hapa ni makali sana. Sababu tunaambiwa kwanza mtu akumbuke siku ile ya kwanza ya kuangaziwa kwetu, tulipovumilia mashindano makubwa na mateso. Sijui wewe wakati uliokoka kama ulikuwa na mateso. Mimi ningesema sikuwa na mateso kama ni family. Wengine si hata nyumbani wanafukuzwa. Wanaambiwa huku kama unasema umeokoka, utoke. Ni mateso kama hayo. Mimi nakumbuka mama yangu, yeye alikuwa mama mzuri wa kanisa la Katoliki. Aliposikia nimeokoka, akaambia okoka, nikamwambia nimeokoka. Akaniambia sawa, lakini usifanye nini? Alinajua kama nimesema nimeokoka na najua yale maisha. Nilikuwa kijana mdogo, lakini fujo mambo nimeanza miaka 17, si ndio? Kijana na mawazo mengi na najaribu mambo mengi. 16. Kwa hivyo nilikuwa naenda kupotea, lakini kabla nipotee nikaokoka. Kwa hivyo mateso, mama alifurahi kama akusikia ati ni mimi naenda kanisa. Si alifurahi? Kwa hiyo sikuteswa. Lakini naambiwa kwa wengine waliteswa. Nimesikia kama huko, nakumbuka tukitolewa ushuhuda na mama mmoja Muborana, na amekuja kanisani na amefunga buibui, akasema msione watu wote wale wana buibui mfikiri ni Waislamu. Mimi nina ushuhuda wa Yesu Kristo, lakini buibui lazima nivae, kwa sababu nisipovaa buibui maisha yangu yako nini? Sasa wewe fikiri, anavumilia hiyo mateso ya kuvaa buibui kwa sababu ya ushuhuda wake. Kuna wako hivyo. Nilisikia kisa fulani, kuna kanisa fulani huko Europa, huko Ulaya. Kuna nchi ambayo Ukristo ulikuwa unapingwa, hata wanateswa. Sasa siku moja wakiwa katika ushirika wa askari wakakuja. Wakaambia haya, nyinyi
Ni kuomba, mnaomba na mnajua serikali imekataza. Tunawapa dakika moja. Kama utaki kufa, ufanye nini? Utoke hapa. Si watu wakatoroka wengine. Wengine wakakatalia. Wakasema si hatutoki. Unajua pia askari waliwaambia, hata sisi ni Wakristo. Hii ni kazi tunafanya. Tuitaka tukiomba na nyinyi tunajua tunaomba na Wakristo wa kweli. Kwa hivyo kuna hayo mateso. Wanaambiwa kitu cha pili ambacho wakumbuke, kuwekwa wazi kwetu kwa aibu, fiki na kuwa washiriki wa wale waliopatwa na mambo hayo. Ya kwamba sisi tulijukana umeokoka, ni vibaya, tulikuwa ndio tunachekwa, ni sisi tunafanyiwa madharau. Si wanasema huyo ni mtu wa neno. Ushenao haki huyo. Chana naye ni mjinga. Ya kwamba kulikuwa hiyo aibu walipitia. Sijui wewe umepitia aibu fulani. Sijui umeteswa, na je, umeshiriki na hao wanateswa kuwatia nguvu? Ukumbuke. Alafu tunaambiwa ya kwamba kumbuka wakati wa kuwahurumia walioteseka. Mlijua watu wanateseka kwa sababu ya imani, mkawahurumia. Na kupokea kwa furaha uporaji wa mali yetu wenyewe. Ya kwamba hata pesa si tumeibiwa na watu, kwa sababu anajua kuna kitu utamfanya. Si wanafanya hivyo. Anajua huyo, nasikia kuna huyu rafiki wa Wadana anaitwa Njoki. Watu huko wao wakiiba kwake wanasema huyo hakuna kitu anaweza kuwa, hakuna mali ataenda. Anajua kiiba kwa mwingine ataenda mahali na huyo mtu atakula nyasi. Si tumeona visa watu wanakula nyasi. Anajua huyu kiiba kwake hakuna, huko sawa. Siku moja aliibiwa mahindi akasema mahindi nilienda kwenda nyumbani lunch, kurudi nikakuta mahindi yote yamebebwa. Na akapokea. Tukumbuke hivyo sisi tukiwa kule. Amen. Alafu tunaambiwa kwa nini basi tunavumilia na tunapaswa kukumbuka? Kwa sababu katika haya yote tunapitia, tunaambiwa yote haya ni kwa sababu ya ufahamu kwamba mbinguni tunayo mali iliyo bora zaidi na udumuo. Ya kwamba tunangojea mbinguni, si ndio? Huko kuna mali hii tumepokea ni kidogo, hata haina faida. Si tunaambiwa huko barabara ni za dhahabu. Na huko hata tunatafuta barabara ya lami hata tunakosa. Tunaomba za lami, si ndio? Kama ile imepita huko kwangu unasikia watu wakisema, Nguru ni mzuri alitujengea barabara ya lami." Hiyo tu ndio tunafurahia. Je, fikiri ya dhahabu. Kuna mali na maisha bora zaidi inatungojea na inadumu, si ya kwenda ati tufurahie alafu tuambie sasa basi endeni sasa. Ni juu ya kudumu. Amen. Zaburi 15:1-2 inasema, Bwana Mungu, ni nani atakayekaa katika hema yako? Ni nani atakayefanya maskani yake katika kilima chako kitakatifu? Ni mtu aendaye kwa ukamilifu na kutenda haki, asemaye kweli kwa moyo wake. Hiyo tu ndio tunaambiwa, ya kwamba tuwe watu tunaenda kwa ukamilifu. Ni kweli tukiwa hapa duniani tunakosa huo ukamilifu. Tunajikuta wakati mwingine tumekosea, si ndio? Lakini tunajaribu, hiyo jitihada ndiyo tunatakiwa tuwe nayo. Tunatenda haki. Ukijua kitu si sawa, usiambie mtu. Ukijua kwamba unataka 500 kwangu, si uniambie ukweli. Niambie nipe 500 lakini sikwambii nitakulipa lini. Labda naweza nikakuwa na hiyo ama niwe discourse. Lakini ukitafuta na unasema ukweli, itakuwa sawa. Hiyo ndio haki. Sema haki. Useme Jumatano saa 5 nitakuwa upo kwako na unajua ni uongo. Haki anasema kweli
kwa moyo wake, ati moyo wake hata fikiri ati Wambane, wacha niliona yuko na mahindi, wacha niende hapo ni mpange kidogo. Hapana, tunakuwa moyo wetu yuko safi. Na Yesu Kristo mwenyewe akasema katika Mathayo 5:8 ya kwamba heri mwenye moyo safi, heri wenye moyo safi, maana hao watamuona Bwana Mungu. Tunangoja kumuona Bwana Mungu, basi mioyo yetu tuifanye ikiwa safi kabisa. Si sisi kuisafisha, lakini kumtegemea Mungu atupe nguvu kuongea haki na kufanya yanayompendeza Mungu. Jambo la mwisho 35 mpaka 39, kitu inaitwa imani, ya kwamba tunaambiwa imani, na tutaona huo mstari tukimaliza wiki ijayo. Tutasoma imani ni nini. Si tunajua imani ni nini? Si tayari tumefundishwa ya imani ya kwamba ni nini? Ni bayana ya mambo yatarajiwayo, ni kuwa na uhakika na mambo unatarajia. Washiko, umeshawahi kufika mbinguni ukaona kerubi na nini na wale wazee 20 na ngapi na 4? Hujafika, lakini umesoma ukaamini. Hiyo ndio tunaambiwa kuwa na hakika na mambo ambayo unatarajia. Si unatarajia siku moja utafika huko? Basi hiyo ndio imani, na tutaona baadaye. Mungu atusaidia wiki ijayo tutasoma mambo ya imani. Alafu tunaambiwa ujasiri. Imani sasa ndiyo hiyo, na tunaambiwa pia katika imani ni kubayana, ni kuwa na ushahidi wa mambo ambayo hatujaona. Tunaongea mambo ya mbinguni na hatujaona, lakini tunaongea kwa uovu. Si tumesoma maandiko na tukaamini? Tunaongea kama watu wamefika huko. Wengine hata mimi ufunga macho na najaribu kuona tena. Naenda mahali Isaya alikuwa vile aliona, na ile sauti hata na jaribu kusikia. Basi tusomee 35:6-7. Mstari wa 35 na 6 na 7. Basi msiutupe ujasiri wenu, kwa maana mna thawabu kuu. Maana mnahitaji saburi, ili kwamba mkiisha kuyafanya mapenzi ya Mungu mpate ile ahadi. Kwa kuwa bado kitambo kidogo sana, yeye ajaye atakuja, wala hata kawia, lakini mwenye haki wangu ataishi kwa imani. Naye umeenda sana. Ni hiyo imani inaeleza tu hivyo, ndio waeleza vile imesema hapa. Inasema hivi, tusitupe ujasiri. Ujasiri ni hiyo ukakamavu wa kutotishwa na mambo ambayo yanapita, mambo ambayo tunakutana nayo, mambo ambayo tunasikia. Simesikia mtu atakuja kwambia, umesikia vile nani alisema? Hiyo ndio tunaambiwa. Unasema hata kama alisema, moyo wangu unakuwa na imani, mimi naamini nani? Mungu. Kwa hivyo sitishwe na hayo, kwa sababu tunaambiwa maana yake iko na thawabu kubwa. Tutalipwa, tunangojea kulipwa, tunangojea uzima wa milele, tunangojea kuwa pamoja na Yesu Kristo, vile ambavyo Mtume Paulo alikuwa anasema ya kwamba akimini kitoka hapa kwa huu mwili ni kuwa pamoja na Bwana Mungu. Hivyo na tunaambiwa basi saburi ndio ufunguo. Saburi ni nini? Saburi ni kusubiri, ni kuvumilia. Hata ukiona mambo yamekataa. Nakumbuka sijana ilinyesha. Ya watu watasema hapana, ilinawasharasha, ilinyesha.
Na rafiki yangu mmoja alikuwa anasema hiyo ulisikia ilikuwa vumbi. Hapana, ilikuwa maji, si ni mvua. Sasa hata wakati kama wa kiangazi hiki, mimi nasema Mungu anaweza wakati wowote, wakati wake, na anajua. Kwa hivyo hiyo ndio tunaambiwa, hiyo kuvumilia. Hata mambo yakiwa magumu tunavumilia, tunajua mvua itanyesha, atajionyesha. Kwa hiyo tunaambia kwamba tukishatenda mapenzi ya Bwana Mungu tutapokea ile ahadi. Kwa hivyo tukiwa hapa duniani ni mapenzi ya Bwana Mungu tunajaribu kuyatenda, tunajitahidi kuyatenda. Kuishi maisha ambayo Bwana Mungu ametuitia tukiwa hapa duniani. Lakini tunaambiwa bado kitambo kidogo. Na kidogo hapa akisema kitambo kidogo anatumia kalenda ya Mungu, si yetu. Unajua unaweza ukaambua kitambo kidogo wadani. Kama una hiyo viatu vyako nimekukanyaga nikwambie kitambo kidogo nitakuachilia. Dakika hata dakika moja hata nukta 10 utasikia ni kama saa moja. Sababu ya uchungu, si ndio? Lakini tunaambiwa katika mapenzi ya Mungu tukiyatenda tujue yeye ni mwaminifu. Kitambo ni kidogo. Na sasa Mungu anatumia masaa yake, anatumia wakati wake. Kani mimi ningeulizwa sasa ningekuwa nafanya, nasema, naishi, si ndio? Lakini Mungu kwa wakati wake yale yote nimeomba na ninatarajia nitapokea. Si hata maandiko yanasema hata hatuwezi hata tukiwaza tuwezi tukaweza kushika ukweli wa ubora wa maisha ya mbinguni. Hatujaweza kufika. Hata hatuwezi kufikiri uzuri huo ambao tutafurahia. Kwa hivyo tumeambiwa kitambo kidogo ati yeye ajaye atakuja, wala hata kawia. Kwa hivyo mwenye haki ataishi kwa imani. Hiyo imani, huo ukakamavu wa kujua sijui ni lini, sijui ni wapi, sijui itakuaje, lakini najua yule ambaye tuko naye ni mwaminifu. Si hapo mbele tuliambiwa ya kwamba aliahidi ni mwaminifu. Kwa hivyo mambo yako sawa. Ya kwamba ikiwa yeyote atarudi nyuma, nafsi ya Bwana Mungu haina furaha na kama hao. Tukirudi nyuma Bwana Mungu afurahi. Hana furaha tena na sisi. Si tukirudi nyuma tumemwacha. Na tukimwacha na ametupenda, ametufanyia yote, anakuwa hana furaha. Basi tunasema nini? Sisi si wale wa kurudi nyuma hata kuangamia. Sisi si wa kwenda kuangamia, kurudi nyuma kuangamia. Sababu tunajua tukirudi nyuma ni kuangamia, tutaangamia. Tutakuwa wabaya zaidi. Sisi ni wale wanaoamini hadi wokovu wa nafsi. Wokovu wa mwisho ni wokovu wa nafsi. Wakati ambapo nafsi yetu itafanywa upya na iwe ya milele na milele katika uwepo wa Bwana Mungu. Sijui kama huota, mimi huota na huko wakati mwingine, na naona itakuwa maisha ya ajabu. Ati tutasahau yote kwa sababu tutaingia katika uwepo wa Mungu katika uzuri wote. Mimi ufikiri ni mfano kama mtu ambaye maisha yamekuwa magumu. Siku na watu maisha yanakuwa magumu sana. Alafu siku moja aambiwe maisha yako ugumu umeisha. Alikuwa ana nyumba mzuri apate nyumba mzuri. Alikuwa ana pesa apate pesa. Alikuwa ana gari ana vyakula. Hata akiangalia hakumbuki. Sio umejua ya kwamba wakati una njaa, si unajua njaa vile inauma ama kiu. Na ukikunywa maji kama sasa labda umekunywa maji usikii kiu. Hebu jaribu tu kuhisi kiu kwa koo yako sasa na umekunywa maji. Unaweza? Ama njaa. Wakati kama sasa mimi sisikii njaa, nijaribu hata sasa kujisikiliza njaa, nijaribu tumbo yangu.
Padana. Najaribu sasa tumbo yangu nisikie njaa, inakataa. Siwezi. Hivyo ndio tunaambiwa. Tusubiri tujue yale, ikifika hiyo yote ambayo tunapitia hayatatusumbua na hayatarudiwa. Amen. Yeremia 3:14 nasema, rudini enyi watoto, asema Bwana Mungu, maana mimi ni mume wenu, nami nitawatoa mtu mmoja wa mji mmoja na wawili wa jamaa moja, nami nitawaleta hata Sayuni. Umesikia? Mimi nitawatoa, nitaenda niwachukue. Kutoa ni kuchukua. Mtu mmoja wa mji mmoja na wawili wa jamaa moja. Yaani Mungu atachukua watu wake. Hao ni wale ambao wamemwamini na atapeleka Sayuni. Na si Sayuni ya Israeli hapa duniani. Suadani ulituambia itakuwa imepigwa moto kiberiti. Imekwisha, ni Sayuni ya juu. Yohana 1:12 inasema, bali wote waliompokea aliwapa uwezo wa kufanyika watoto wa Bwana Mungu, ndio wale waliaminio jina lake. Sisi ni watoto wa Mungu. Na watoto wa Mungu sasa tuko mbali na Mungu, japokuwa yuko ndani yetu, lakini kuna wakati sasa tutaenda kwa baba yetu mbinguni. Si tunaimba hivyo ni kuzuru yuko. Si tunaimba ati watu watanitafuta wanikose, sababu nitakuwa nimeenda nyumbani.